Kumbuke kwamba Yanga inaendelea na mbio za kutafuta ubingwa wa ligi kuu bara, wakati Namungo ilikuwa inatafuta kuweza kukaa sehemu nzuri katika msimamo wa ligi. Mchezo huu hewani alikuwa Ayubu Hinjo. Hebu tusikie tathmini yake ya mchezo huu ndani ya dakika 90. Ayubu, naam, zilikuwa dakika 90 za namna gani? Mpira ulikuwa mzuri kwa kiasi kikubwa, ushindani. Unajua kwenye ligi yetu inawezekana Namungo si timu ambayo inazungumzwa sana. Tunamzungumza sana KMC, timu ambayo iko mwisho, labda Tanzania Prisons, timu ambayo pia iko nafasi ya pili kutoka chini. Lakini kati ya timu ambazo zina struggle kupata matokeo mazuri, Namungo ni moja wapo. Unaweza ukaona kimepita kipindi kirefu sana, tunasema swaumu nzito sana kwa upande wao, na namna ambavyo wanacheza mechi zao, pasina shaka wanahitaji kukata kiu ya kutafuta matokeo chanya. Namungo mara mwisho kashinda Januari 31, mwezi wa kwanza. Imepita 15. Leo ni mechi ya 15 dhidi ya Yanga, na unaweza kusema ni kitu ambacho kinawafanya washindwe kuvuna points za kutosha. Lakini kwenye mechi hii ulikuwa unaona kila mchezaji ana jitihada. Inawezekana ni mvuto wa mechi dhidi ya mpinzani ambaye amecheza naye, inamsukuma mtu kufanya vizuri. Ulikuwa unaona wachezaji wanakimbia sana, wanajitolea sana, lakini ubora wa wachezaji wangu umekwenda kuamua matokeo. Tukitazama bao la tatu ambalo Okello amefunga, unaona uwezo binafsi umekwenda kuamua kitu. Ukitazama bao la pili pia la Okello, imepigwa pila kwenye blind spot, katoka nyuma ya beki, ameenda ameslide, amescore. Kwa hiyo ni mabao ambayo yamepatikana kwa makosa binafsi ya wachezaji wa Namungo. Inawezekana ni kitu ambacho wameshindwa kukizuia kutokana na ubora ambao Yanga wako nao. Kipindi cha kwanza kimekwenda 1-1. Inawezekana benchi la ufundi la Yanga wakastadi, wakaona kwamba ni wakati sahihi wa kutambulisha wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kusukuma mashambulizi. Akatolewa kiungo Damaro, akaingia Edmund John. Yote ni kujaribu kuweka pressure kwenye eneo la mwisho, na walifanikiwa kwa sababu Namungo walikuwa hawako comfortable tena kwenye eneo lao la nyuma. Mipira mingi ikawa inaoshwa tu kwenda mbele, pasikuwa na structure nzuri ya kujaribu kuweka mpira chini na kucheza. Ayubu, wewe unatangaza mpira kwa muda mrefu. Msimu huu Alan Okello alianzia katika dirisha dogo la usajili, tunaweza tukasema kama mzunguko wa pili fulani hivi ndo aliingia, na mwanzoni alikuwa akitumika kama half space, anatoka pembeni kidogo, na sasa yuko shimoni pale. Mabadiliko haya unadhani ndio yanaanza kuonyesha sasa quality ya Alan? Nafikiri ni mchezaji ambaye alikuwa anahitaji muda kidogo kuelewa yupo kwenye timu ya namna gani. Ubora wake uko pale pale tangu akiwa na Vipers. Kabla hapo alikuwa na Villa kama nitakuwa niko sawa. KCCA ni mchezaji ambaye alikuwa anakuonesha kuna kitu bora yuko nacho. Kutoka kwenye mazingira ya sehemu moja kwenda kwenye sehemu nyingine, wapo wachezaji ambao wanautumia muda mfupi sana kuelewa mazingira na kuyaadapt. Lakini wapo wachezaji watahitaji kipindi kuweza kuzoea na kujua ni kitu gani ambacho anapaswa kukifanya. Okello yupo kwenye hilo kundi la pili. Hakuanza kwa gia ya juu, alianza kwa gia ya chini, gia ambayo imemfanya kuingia kwenye timu taratibu. Kwenye nafasi zote ulizonitajia hapo, Okello anazicheza vizuri. Inategemea unatumia kwa namna gani. Kwa sasa ni mchezaji mzuri sana kutumika kwenye half space, lakini pia kama namba 10, sometimes unamkuta kama force number 9 kwa sababu anacheza eneo dogo kwenye zone ya 14 ya timu pinzani. Hakai mbali sana. Kwa hiyo inamrahisishia kazi kutengeneza ama kuscore. Kwa hiyo nafikiri benchi la ufundi limetambua kitu gani yuko bora sana na kumpatia majukumu ambayo yanamfanya kuwa karibu zaidi na lango la timu pinzani. Alan, ukiondoa Alan, mbio za ubingwa zinaonekana kuwa ngumu. Ni shusha panda, ni shuka ni pande. Hii inakupa picha gani juu ya ushindani wa ligi? Nafikiri ni kitu ambacho wengi walikimisi kwa kiasi kikubwa sana. Na ushindani, Yanga alikuwa pengine comfortable kwa misimu 4. Kuna baadhi ya mechi anashinda ubingwa, zibaki mechi 3, zibaki mechi 4, zibaki mechi 2. Lakini kwa namna ambavyo maboresho ya wapinzani yamefanyika,
kuna kitu kikubwa sana kimeongezeka kwenye mechi zao, namna ambavyo zinachezwa na namna gani ambavyo wanatafuta matokeo chanya. Simba ameshinda akasogea juu, na Yanga inamsukuma motivation binafsi ambayo inamlazimu yeye kushinda mechi zake kwenda kukaa juu tena. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni mechi ambayo ni msimu ambao tutakwenda kushuhudia bingwa pengine mpaka siku ya mwisho. Asante sana Ayubu. Asante sana pia.